Ile kitu Sifuna anataka ni the rule of the law. Sheria ifuatwe. Mimi ndo nilikuja kwa hii bunge nikaambia Sifuna mtoto wetu. Mimi ni Sifunated. Kuwa na protocol yenye Raila Odinga alikuanga nayo. Hani mpaka siku hizi sisi tumeunda tune yetu tu. Mtu unamwambia tu I'm just Sifunated. Hata Kanjo akikuja kukushika na unamwambia I'm just Sifunated, Kanjo anakuacha. Sisi hata wanyonge wanatumia tu lugha ya sisi ni Sifuna na anapata ungwaji mkono. So for we want young generation to take over. We want new revolution. We don't want anyone who has been working under Moi era. Period. Kwa nini jina la Edwin Sifuna linaendelea kujitokeza kwenye video kutoka maeneo tofauti Kenya? Na je, kauli hizi zinaweza kutuonyesha kitu kuelekea siasa za mwaka 2027? Katika video hizi 5 tunasikia madai tofauti kutoka magharibi mwa Kenya, bunge la mwananchi hadi Kakamega, huku sisi ni Sifuna ikianza kuvuta attention kubwa zaidi. Lakini kuna jambo moja muhimu ya kwamba hizi video hazidhibitishi nani atashinda uchaguzi wa mwaka 2027. Badala yake zinazua maswali mazito kuhusu Sifuna, ground politics na kizazi kipya cha wapiga kura. Sasa kila video ina story yake. Tuanze na hii kwanza. Kutoka magharibi mwa Kenya, mwanamume huyu alieleza kile anachoamini kinaweza kutokea kwa mfanyabiashara yoyote ambaye ataonekana kwenda kinyume na Edwin Sifuna na George Natembeya. Lakini kauli yake inaenda mbali zaidi. Anataja hata uwezekano wa watu kususia biashara. Hebu msikilize mwenyewe. Hapa Kitale na ukitaka maisha yako ikuwe ngumu sana, kama wewe ni mwanabiashara, ni kukuwa against two people, wao utakuwa uko finished. Mtu wa kwanza hapa Kitale ukitaka maisha yako isambaratike na yaharibike, ni kuwa against Natembeya. Wewe maisha yako hakuna. Mtu wa pili ukitaka kuwa against yeye na maisha yako ikuwe finished, ubaki kwa useless, one of the idiot person hapa Kitale, kuwa against Sifuna. Hata kama unauzanga manguo, hata kama unakuwa na duka, hata kama uko na supermarket, watu wanaama. Wataama. Alafu tena kama unataka sasa uishi sasa miserable life, mpaka ushangae mbona watu wanitaki kuongea na mimi na kuniona saa hii. Simama tu kwa umma na unapiga Natembeya vita. Piga tu Natembeya vita. Then you will see the true self. Nini? Hadi hakuna penye utaenda, hakuna watu hapa. Hani mpaka siku hizi sisi tumeunda tune yetu tu. Mtu unamwambia tu I'm just Sifunated. Hata Kanjo akikuja kukushika na unamwambia I'm just Sifunated, Kanjo anakuacha. Hata ukienda kuna hoteli hapa Natembeya alituambia twende tukule, alafu wewe unafika tu unamwambia I'm just Sifunated. Wewe unamanga chakula hata kama ni 500 na unatoka unaenda. Hapa tunaanza ukitaka kuwa na maisha mzuri. Sifuna Natembeya kwa rada Natembeya. Sasa hiyo ni kauli yake, lakini tuingie kwenye video ya pili, kwa sababu hapa kuna mtu anajaribu kujibu swali ambalo wengi wamekuwa wakiuliza. Swali kama Sifuna anataka nini hasa? Ile kitu Sifuna anataka ni the rule of the law. Sheria ifuatwe. Very simple nani. Kama ni project ya 1 million isifanywe na 1 billion. Kama ni loan ikichukuliwa tunaoneshwa project. Si kama sasa tuko na 13 trillion na tujui maliko ama mali ilienda. Kama ni police wafanye kazi yao, wasisaidiwe na goons. Kama ni wafisadi washikwe. Very simple, back to the basics. Hakuna haja kucomplicate mambo. Tumecomplicate for the last 4 years. Imetupeleka wapi na maagenda, sijui na mavision, sijui nini. Lakini kama kuna jambo moja ambalo linajitokeza kwenye video hizi ni neno moja ambalo ni ground. Na katika video inayofuata Nuru Okanga anaingia moja kwa moja kwenye swala hilo. Anaeleza kile anachodai alimwambia Sifuna kuhusu namna ya kujenga nguvu ya kisiasa kutoka mashinani. Msikilize. Mimi ndo nilikuja kwa hii bunge nikaambia Sifuna mtoto wetu. Mimi ni Sifunated. Kuwa na protocol yenye Raila Odinga alikuanga nayo. Ukienda kama Western, itisha wale viongozi wanataka governor, senator, MP. Kwa sababu hao viongozi wanakuanga wamemobilize watu wao. Ita jina mwambie wewe. Si lazima waongee, lakini ukiita mtu jina, watu wake wale ameleta wanaendanga wakijua kiongozi wetu amefanya nini, ametambuliwa. Hata huyo kiongozi anakuwa na bidii, siku nyingine ukiitisha mkutano anakuwa na bidii ya kumobilize, kwa sababu anajua kama hataongea ataitwa jina
Na nikasema, na ninarudia hapa bila uoga, nilisema ikifika mambo ya kuongea lugha, mimi Nuru Okanga nitaenda pale Western niambie Waluya mwana evo yusina ucheni naye paka huitepe Venezuela ama Venezuela Abizuena na Poli ni Njoroge ikifika saa na Jendi Mbadi ikifika saa ya lugha wataenda Mount Kenya waongelesha watu wa Mount Kenya hiyo nimewetusi mtu. Sasa nimeona wasichana wamenunua watu kwa TikTok. Watu wanavaa kama mimi wenye nilikuwa navaa kitambo. Na sasa hivi mimi nimechange kwa sababu hii Jacaranda imelea watu wengi. Hii Jacaranda imelea hata Omosh saa yako na Probox. Kutoka hapa. Na pia mimi niko na Probox yangu pale nyumbani kupitia hii Jacaranda. Hii Jacaranda imenipea kisiagi. Hii Jacaranda moja imefanya zonga akafungua duka. Hii Jacaranda moja imefanya Kamau wa Kisumu ako na hoteli na mwanasiasa akakula akakosa kulipwa. Hiyo siku Kamau akapata 60,000. Na sasa tunaenda Kakamega ambako kauli moja fupi imevuta attention kubwa. Katika jukwaa la Cleophas Malala, bodaboda mmoja anaeleza msimamo wake kuhusu mtu anayelenga kiti cha ugavana wa Kakamega, na anatumia maneno mawili ambayo yanaweza kukufanya ujiulize, sisi ni Sifuna kwa chama. Tena waulize maswali. Wewe umevaa kofia ya DCP. Kuna watu sisi ni Sifuna. Kwanza tuongee sisi kama jamii kabla tuende kwa chama. Sisi kama jamii ya mkoa wa Magharibi, mungependa tuchukue mwelekeo gani kisiasa? Tuanze kule nyuma. Asante. Huku kwetu vile umesema ilikuwa ngumu kuuza William Ruto kwa msikiti. Ni same tu na vile utakuja na chama ingine kando na sisi ni Sifuna. Sisi hata wanyonge wanatumia tu lugha ya sisi ni Sifuna na napata ungwaji mkono. So for you to succeed successfully vile tunafikiria ama vile nafikiria, nisiseme vile tunafikiria. Kwa vile nimetembea na wenye nimekutana nao, kwa hata mimi wana support Engineer James Rapando. Sisi ukiofika pale na uongea story ya sisi ni Sifuna, hata kabla hujaleta manifesto ama agenda unaweza pata ground. Lakini kukuja na story nyingine, so mimi naomba. So mtachagua tu watu kwa sababu wako kwa chama. Kwanza sisi sumu yetu ya kwanza ni William Ruto. Anybody mwenye anasociate na William Ruto, wewe ulifanya kazi ukufanya. Sisi hatutaka hata kujua hiyo story kwanza. Kwa sababu kuna uwezekano ni ulikuwa unatubembeleza tu ili tunyonge mara mwisho. Sasa unasema mtu yote Kakamega ambaye ana support William Ruto. Tutaje William Ruto. Lakini nabii amefanya. Wewe kutoka constituency gani? Mimi ni wa Mumias East. Mumias East. So nataka kusema Washiali hata afanye nini bora na support William Ruto anaenda nyumbani. Tunataka tukwambie hivi, hata kando na William Ruto, Mheshimiwa Washiali, unajua kwa kilio kuna msemo unasema olera uchenda. And also we are parents, sisi tumekuwa wadogo Washiali kiongozi akikuwa MP. Washiali alikuwa MP 202 when hata tujaanza kusoma. Tumemaliza form 4 kama yeye bado anaongoza. So we cannot recycle leaders. Sometimes it's also good to give a chance kwa youth pia wapate nafasi. So Mheshimiwa Washiali alifanya kazi nzuri, tunashukuru, lakini si yeye peke yake. Ngoja nikuulize swali. Umesema jambo la maana. Umesema kwamba mtu yote ambaye atasimama na William Ruto mtapeleka nyumbani. Kabisa. Umesema hata kama hujafanya kitu yote ukikuja na sisi ni Sifuna unapiga. Mimi nitasimama na DCP. Utanipigia kura? Si ni opposition. Yes. Uko sawa. So lakini mnamaanisha huko. Ngoja kidogo. Mnamaanisha sisi ni Sifuna ni opposition ama kwa sababu Sifuna sasa hivi ana chama? Naam. Mnasema ni lazima uwe kwa hiyo chama yake ama kama uko kwa United Opposition ni sawa? Ukiwa kwa United Opposition lakini make sure Sifuna ndio kichwa huko juu. Tuko na amani. Asante. Lakini video nyingine inabadilisha kabisa mwelekeo wa story. Hapa tumzungumzii Sifuna peke yake, tunamzungumzia Kalonzo Musyoka, bullet moja iliyobaki na kizazi kipya kinachosema kinataka kuona mabadiliko katika uongozi wa nchi. Sikiliza vizuri kauli hii kwa sababu ndio inafungua swali kubwa zaidi kuhusu mwaka 2027.
Tulisikia jana mkiambia Kalonzo that he is only remaining with one bullet and he must use it. Just a reminder, we don't care how many bullets someone is remaining with. We don't care about your personal interest. What we care is the interest of this country. That is why we're saying we want young generation to take over. We want new revolution. We don't want anyone who has been working under Moi era. Period. Sasa ukiunganisha video hizi zote tano, kuna kitu kimoja kinajitokeza, lakini hatupaswi kukimbilia kusema kwamba hizi video zinadhibitisha matokeo ya uchaguzi wa mwaka 2027. Badala yake zinatupa maswali muhimu kuhusu Sifuna, ground politics, kizazi kipya na mwelekeo wa siasa za Kenya. Tunataka tuuze kitu yenye inauzika, Mr. President. Na hii ni demand kutoka kwa kijana wako. Tunaumia kwa ground. Hao watu wote wamekatiwa mastima. Mama mboga, wamama hata wamesusia wawezi kuja kwa mkutano kwa sababu wanasema hakuna kitu yenye utawasaidia nayo. Lakini mimi nimewaconvince, nimewaambia ya kwamba wewe kama president wetu umenituma nikuje, ni confirm na niangalie shida yenye wanapitia na uwasaidie. Wamesema service delivery first. Infrastructure is very poor. Ukiangalia environment, unemployment ya youths. Corruption imekuwa mingi mpaka kwa ofisi ya MCA. Ukienda kutafuta bazari wanauliza, wewe ni Onyango, form yako inaikwa chini. Issue to do with tribalism. President, wewe ni baba yetu. Na unajua hata kwa Biblia wanasema mtoto hawezi kuja kuomba mkate na baba apatie mawe. Sisi tunaomba, ile kitu tunaomba si kitu kubwa. Stima tu ndio irudishwe hapa, njia itengenezwe, watu wakuwe na maji safi. Watoto wasizaliwe hapa ifike 2 years mtoto ameanza kukua na rangi kwa meno. Sijui kama Mr. President ulisema wewe ni hustler. Mama mboga hapa ni mahustlers. Wanalia. Ikifika saa moja insecurity imechacha. Watu wananyang'anywa masimu. Mpaka hata nikikuja nikisema tuta nashindwa. Lakini nataka kutoka hapa na report moja. Mandugu zangu nyinyi kama Fourth Estate, nataka ni watume. Mimi niko na nguvu, vijana wako na nguvu. Na wamekubali tukishirikiana, president anakula hata 10 tama akitaka. Bora kijana akuwe na pesa kwa mfuko na kijana aishi kwa environment yenye imekubalika. Ama namna gani? Dalini. Nimeshukuru sana. Na msione mbaya. Information, mimi kama mtoto wa Raila Amolo Odinga tunaongea. Na tutakubali jina ya Ruto kama president wetu iharibike, kwa sababu itaharibika tu kama hatafanya kitu yenye tumekubaliana. Asanteni. Bwana, mimi naitwa Rish Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo.